Pleocytosis ya TSF inamaanisha kuongezeka kwa idadi ya seli nyeupe za damu kwenye majimaji ya uti wa mgongo. Majimaji ya uti wa mgongo hutolewa kwa kufanya sindano ya uti wa mgongo, lumbar puncture, kwa kuchoma sindano kwenye sehemu ya chini ya mgongo na kutoa majimaji hayo kisha kutuma kwa uchunguzi. Kwa kawaida, seli nyeupe za damu kwenye TSF hazipaswi kuzidi seli 5 kwa kila milimita ya ujazo au mikrolita. Kama kuna zaidi ya seli 5, inaitwa pleocytosis ya TSF. Kama ni kati ya 5 hadi 25, inaitwa kiwango cha chini. Kati ya 25 hadi 100 inaitwa kiwango cha kati, na zaidi ya 100 inaitwa kiwango kikubwa. Kama idadi ya seli ni zaidi ya 100, mara nyingi husababishwa na maambukizi, hasa maambukizi ya bakteria, au wakati mwingine inaweza kutokea kwenye kifua kikuu au mara chache maambukizi ya virusi pia. Kama ni chini ya 100 na zaidi ya 5, bado si kawaida. Lakini kuna sababu nyingine nyingi za kutofautisha ambazo zinaweza kuchangia mbali na maambukizi yenyewe. Inaweza kuwa saratani za sehemu nyingine za mwili ambazo zimeenea hadi kwenye utando wa ubongo. Hii inaitwa meningitis ya saratani. Na pia inaweza kutokea kwenye hali nyingine za encephalitis ya autoimmune, na inaweza kutokea kwa wagonjwa wenye kiharusi au hata multiple sclerosis au magonjwa ya kudhoofisha nyuzi za neva. Hivyo, ingawa kiwango cha protini kinaongezeka zaidi kuliko ongezeko la seli katika hali hizi nyingine. Hivyo, pleocytosis ya TSF inamaanisha kuna ongezeko la idadi ya seli nyeupe za damu, na mara nyingi tunapaswa kufikiria uwepo wa maambukizi au saratani.